Nitakapokuwa naendelea kuomba, naweza nisitaje hitaji lako moja kwa moja, lakini wewe ndio unayejua mahitaji yako. Natamani hitaji lako moja tu ambalo ni kubwa, hebu liingize katika uwepo huu. Hitaji lako moja tu, na mimi nataka nikusaidie kulibeba leo. Nataka nikusaidie kwa sababu kuna watu wengi kwani nisaidie kuomba, kuna mahali ninapitia. Sasa hicho kitu unachokipitia, hii ndio fursa yako ya kuweza kuvuka, na nimemwomba Mungu aweze kukuvusha. Sio wakati mwingine, kama ni maumivu sasa hivi, baada ya haya maombi maumivu yatakuwa yanaondoka. Kama ni ugonjwa utakuwa unaondoka. Mateso kwako yakakome kuanzia sasa, yakakome kuanzia leo. Ninaamini juu ya mkono wa Mungu wa kuume vile unafanya kazi. Biblia inasema tena, Mungu mwenyewe anasema, tazama mkono wangu haukupungua hata usiweze kuokoa, wala si mfupi hata usiweze kuponya. Uko mkoa wowote, mimi niko karibu na wewe sahihi, hapo hapo ulipo. Iwe upo nyumbani kwako sebuleni, iwe ni upo ofisini kwako, iwe upo mahali popote, kwenye gari, lakini unasikiliza maombi haya. Ninaona mkono wa Mungu unaenda kukugusa hapo hapo ulipo. Sijui ninaongea na mtu ambaye hawezi kudaka mimba kwa sababu yoyote ile, iwe ni ya kitaalamu, iwe ni ya kuonewa na mapepo, iwe ni adui amefunga tumbo lako, au sababu zozote za kitaalamu, sijui hormones, sijui mirija ya uzazi imefanyaje. Ninaongea na mtu ambaye inawezekana damu yako haiko sawa, imechafuka, ina wadudu, ina virus. Inawezekana naongea na mtu ambaye una maambukizi ya virus, una maambukizi ya cancers, na unaambiwa ipo stage ya ngapi sijui. Sikiliza, Bwana yuko kazini hata sasa. Jina lake linaponya, jina lake linafungua, damu yake inafungua na kutoa watu kwenye vifungo. Roho Mtakatifu yuko katika haya maombi ili ayawishe na ayape punch ya kuweza kukufikia hapo ulipo. Maombi haya yatasikika kama kishindo, zaidi ya kishindo cha wakoma dhidi ya maadui wa Israeli, na hakuna jeshi litasimama, hata kama ulikuwa umevamiwa kwa kiwango gani. Sijui unasumbuliwa na jini mahaba, sijui kuna matatizo gani, sijui kwenye maeneo yako ya mwilini kuna kitu kinakutokea unapokuwa umelala usingizi pasipo ridhaa yako, unajikuta unazinwa, yani wanakulala mapepo, viumbe vya rohoni. Sikiliza, Bwana anaenda kukufungua wakati huu ninapoomba sahihi. Hebu tukaombe wakati huu. Nifuatishe maneno haya nyuma yangu. Sema, e Bwana Yesu. Rudia tena kwa nguvu. Sema, e Bwana Yesu, ninakuamini sana wewe, usiyeshindwa na jambo lolote. Kwako hakuna gumu lolote usiloliweza. Yote yanawezekana mbele zako, na yote yanawezekana kwake aminie. Mimi niko hapa, ninaamini nguvu yako, ninaamini jina lako la ajabu linaloponya na kufungua maelfu na makumi elfu ya watu, mimi nikiwa mmoja wao. Hitaji langu nalijua, niponye Bwana, nisiwe na maneno mengi, niponye Bwana. Sema, niponye Bwana, nionekanie Bwana, nguvu yako iniguse Bwana, upako wa Roho Mtakatifu uniguse Bwana, nikatoke shimoni Bwana, nikatengwe na mateso Bwana, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Bwana. Ninaomba ile nguvu iliyomfufua Lazaro, iliyomfufua Yesu Kristo, ile nguvu ya msalaba majira kama haya, e Bwana, iniponye, inivushe, inifungue, initenganishe na mateso, initenganishe na kila udhia, initenganishe na maonezi
ya kuzimu kwa jina la Yesu. Nguvu ya mauti isiwe na nguvu tena dhidi ya kwako Yesu Kristo, unayeishi ndani yangu na utakayeanza kuishi ndani yangu kuanzia wakati huu, katika jina la Yesu aliye hai. Na kama hujampokea Yesu, fuata maneno haya na uko tayari kumpokea Yesu, kwa sababu maombi tunaenda kuomba hapa ya uponyaji ni chakula cha watoto. Huwezi kupokea ukiwa nje ya watoto. Kama unakubali kupokea Yesu Kristo aishi moyoni mwako, fuatisha maneno, sema: Bwana Yesu, niko tayari kukupokea moyoni mwangu, ufanyike Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nifutie dhambi zangu, nifutie uovu wangu kwenye kitabu cha mauti, na uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia sasa nifanye kuwa raia wa ufalme wa Mungu katika jina la Yesu. Sema: kwa jina la Yesu na kupokea wewe. Nguvu yako naipokea, damu yako naipokea ndani ya mwili wangu, ndani ya nafsi yangu, ndani ya roho yangu, moyoni mwangu. Napokea nguvu zako zikaenee kwenye damu yangu, zikaenee kila mahali panapohusiana na shida yangu, tatizo langu. E Bwana, likapate suluhu kuanzia wakati huu katika jina la Yesu. Ninainua macho yangu kwako, ikiwa ni ishara ya kutegemea msaada kutoka kwako Yesu, katika jina la Bwana. Naamini nimepona, naamini nimefunguliwa, naamini ni mzima. Siteseki tena, siteseki tena, sitakandamizwa tena, kwa jina la Yesu aliye hai. Hapo hapo ulipo, nyamaza kimya. Mkono wako, kama we ni mwanamke, weka kwenye tumbo lako la uzazi, kama we ni mwanamke. Lakini kama ni mwanaume, weka mkono wako kwenye kifua chako. Na mtu mwingine unaweza ukaweka mahali panapokuuma, kwa imani kabisa. Unajua kabisa shida yangu ni hii. Kama shida yako ni vyeti, hupati kazi na una vyeti hapo ndani, weka mikono yako kwenye hivyo vyeti, ukimwamini Bwana anaenda kukuonekania. Kama ni tatizo la mahusiano, actually sio tatizo, lakini kama una uhitaji wa mume au mke na unatamani Bwana uhusike kwa ajili ya kukupatia mwenza wa kukufaa kwenye maisha yako, weka mkono wako kwenye kifua chako, weka mkono wako kwenye kifua chako. Au unaweza ukaweka kwenye kipande cha nguo ya kwenye vazi lako. Alafu Bwana anaenda kufanya kitu kipya, na Bwana anaenda kukupatia hitaji lako kwa jina la Bwana. Hitaji lolote wewe litamke tu mbele za Bwana sahihi. Alafu ukiwa umenyamaza kimya moyoni mwako, unaamini 100% baada ya maombi, na unaniamini mtumishi wa Mungu kwamba Roho Mtakatifu ananitumia kwa ajili ya kuomba haya. Maana yake unaamini sauti ya Mungu iliyo ndani yangu. Unaamini hii ni sauti ya uzima, hii ni sauti ya uponyaji, inaenda kukupigia kelele, na unaenda kupokea kwa ukamilifu na utimilifu majibu yako na uponyaji wako. Nyamaza kimya mbele za Bwana ukiwa umeweka huo mkono mahali nilipokuelekeza. Jehova Mungu uliye hai, wewe ni Mungu wa pekee. Hauhitaji sana maombi mengi ili uweze kufanya mambo makubwa juu ya mtu, kwa sababu sikio lako si zito hata usiweze kusikia. Najua siku zote unanisikia Bwana, lakini ninakuita kwa ajili ya hawa, ili wajue si mimi nafanya, ni wewe unayefanya ndani yangu. Ninalituma neno lako sahihi, ambapo maandiko yanena waziwazi ya kwamba una tabia ya kulituma neno lako ili kuwaponya na kuwatoa kwenye maangamizi yao. Toka kwenye maangamizi yako ya aina yoyote, toka kwenye maangamizi yako. Wewe pepo uliyekalia hilo tatizo kwa huyu mtoto wa Mungu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa
kwa jina la Yesu. Toka kwenye tumbo, toka kwenye kiuno, toka kwenye kizazi cha mwanamke, toka kifuani, toka moyoni mwake, toka kwenye akili yake, toka kwenye ufahamu wake, kwa jina la Yesu. Enyi nguvu za giza, nguvu za kichawi, mliosimamia hili tatizo, mlio nyuma ya hili tatizo, chanzo cha mabaya, chanzo cha uharibifu katika mwili wako, chanzo cha uharibifu, ninaenda virindini, ninadili na chanzo cha ugonjwa, chanzo cha utasa, chanzo cha maambukizi, chanzo cha tatizo lilipoanzia, ninalichomoa kwa jina la Yesu. Chomoka, 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 chomoka chini mahaba. Sikia sauti ya uzima, sauti ya mamlaka. Ninakuamrisha, ninakuchomoa kwa mwanamke huyu. Chomoka. Chochote kinachokumiliki, nguvu yoyote inayokumiliki kinyume na nguvu ya Mungu, agano lolote ulilo nalo, agano lolote la kuzimu na mapepo na majini, agano na miungu, agano na maroho ya kifamilia na mizimu ya kwenu, toka, 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 toka kwa jina la Yesu. Funguka, funguka, uwe mzima kuanzia sasa. Ninatuma moto wa mbinguni ukaende kuwatawanya, wasipatane na vikao vyao, umoja wao usionekane. Kila jaribu, kila tatizo lililoingia ndani yako kwa mlango mmoja likatawanyike kwa njia 7. Tunafungulia njia za kutoka hilo jaribu katika jina la Yesu. Kila aina ya ndoto za mitihani kufeli, kila aina ya ndoto za kurudi shuleni, za kurudi shule za msingi, za kurudi vijijini, unaishi maisha ya kale, kila roho ya kukurudisha nyuma inayokufuatilia, toka na ikuachie. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Roho ya kukurudisha nyuma, roho ya kukurudisha nyuma, roho ya kukupigisha mark time, roho ya kutokusonga mbele, na ikataa kwa jina la Yesu. Roho ya failure haitafuatilia maisha yako, haitokuwa na nguvu kwenye maisha yako. Toka na ikuachie, toka na ikuachie, toka na ikuachie. Shetani anayetaka kukurudisha kwenye mahusiano ya zamani ili kukurudishia mateso yako, tunakataa kwa jina la Yesu. Tunakataa anayekutumia ndoto za kukurudisha kwenye mahusiano ya mateso. Tunayafuta kila mahusiano ya zamani yaliyowahi kuathiri maisha yako kwa jina la Yesu. Bwana kufungulie ukurasa mpya wa maisha yako. Bwana kufungulie ukurasa mpya wa maisha yako. Bwana kufungulie ukurasa mpya wa maisha yako. Ukawe huru kuanzia leo, ukawe huru kuanzia sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mume wako mtarajiwa ambaye adui amekuwa akimpiga vita asije kwenye maisha yako, wakati saa ya Bwana ni hii. Saa ya Bwana ya kukupatia mwenza wa maisha yako imefika. Tunamleta kwa ukaribu, tunamleta kwenye maisha yako, wala hatakawizwa na mtu, wala hatopingwa. Tunaondoa vizuizi vyote. Nenda ukayaishi maisha mapya pamoja na mwenza wako kwa jina la Yesu. Kila feki ambayo inaletwa na adui, kila feki inayoletwa na shetani, kila feki inayoletwa na ibilisi, tunaikataa kwenye maisha yako, tunaikataa kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Neema ya Bwana ikakuatamia na kukufunika. Neema ya Bwana ikakuatamia na kukufunika daima katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana akakufungulie msimu mpya wenye neema tele na kibali kutoka kwake kwa jina la Bwana. Pokea majibu yako popote ulipo. Hitaji lolote ambalo umemwomba Mungu, anza kulitamka wakati huu. Anza kulitamka, Bwana, nimehitaji hiki kitu. Ninatuma nguvu ya Mungu sahihi ikaende kushikamana na maneno ya kinywa chako na ulimi wako, na ukapokee sahihi
kwa jina la Yesu, huku ukiamini moyoni mwako imekwisha kuwa kwa jina kuu la Yesu Kristo aliyefufuka kutoka kwa wafu. Sema nimepokea kwa jina la Bwana. Sema nimepokea kwa jina la Yesu. Sema imekwisha kuwa kwa imani, imekwisha kuwa kwa jina la Yesu. Mshukuru Bwana hapo ulipo, mshukuru Bwana. Bwana kaanze na wewe, aliye mwanzo, anayeanzisha jambo na kulitimiza, akalitimize ndani yako kuanzia wakati huu, na alikawe kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Nyakati za kilio zikasahaulike mbele yako, nyakati za kulia na maombolezo zikasahaulike mbele yako. Bwana akakufute machozi, Bwana akakupe kicheko kuanzia tarehe hii ya kwanza. Bwana akakupe kicheko kuanzia wakati huu ninapozungumza sahihi. Bwana na akupe kicheko, aachilie kicheko kisichokuwa cha kawaida ndani yako. Bwana akufurahishe na furaha yako ikawe ni timilifu. Imeandikwa, hata hivyo hamkuweza kuomba na hamkupata, kwa sababu hamkuomba sawasawa na mapenzi yake. Lakini ombeni sawasawa na mapenzi yake, na yeye atawapa, na furaha yenu itakuwa timilifu. Ninatangaza furaha yako ikakamilike wakati huu, kama ilikuwa ni nusu, na ikakamilike, na Bwana aweze kukuchipusha kama mtu uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Bwana aweze kukustawisha na kuistawisha hali yako ya kiroho. Kama ulikuwa umesinzia, umepoa, ninatuma nguvu ya uamsho. Kama unaamini maneno haya, sema nimepokea kwa utimilifu, nimepokea kwa jina la Bwana Mungu mkuu, katika uweza wa jina la Yesu. Amen. Amen. Unaweza ukashare maombi haya na ukaacha komenti hapo. Kama umeomba kwa uaminifu, acha komenti na kwamba nimepokea mahitaji yangu katika jina kuu la Yesu Kristo aliye hai. Na unaweza ukanipa ushuhuda kupitia komenti hapo hapo YouTube, kanipa ushuhuda wako, nini kimetokea, alafu nitauchukua ushuhuda wako, nitaupublish mbele za watu waweze kuinuliwa na wao sawa na wewe ulivyokumbukwa, katika jina la Yesu. Namba yangu ya simu 0687861479. Jina langu ni Kuhani Mwakalambo au Mwansepe, Pastor Kuhani Atson, yote ni majina yangu.